uweze kuisoma vizuri kabisa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Wakubwa zangu shikamoni. Niko mbele yenu kwa ajili ya kusoma wasifu wa maisha ya marehemu Juliet Martin Katua. Kuzaliwa. Marehemu Juliet Martin Katua alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 1972 katika kijiji cha Murongo, wilaya ya Kyerwa, mkoani Kagera. Juliet Martin Katua alikuwa miongoni mwa watoto wa mzee Ahmad Abdalla aliyekuwa mfanyabiashara maarufu na kiongozi wa tano wakati wa harakati za kupigania uhuru. Elimu. Marehemu Juliet Martin Katua alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Murongo, wilaya ya Kyerwa, mkoani wa Kagera, kutoka mwaka 1979 hadi 1985. Baadaye alijiunga na shule ya sekondari Kaisho ambayo pia ipo wilaya ya Kyerwa, mkoa wa Kagera, kutoka mwaka 1986 hadi 1989. Kazi. Marehemu Juliet Martin Katua aliajiriwa kwenye kiwanda cha kutengeneza nguo cha Polyester kilichokuwa mkoani Morogoro. Mwaka 1996 aliamua kuacha kazi na kujiajiri mwenyewe kwa kufungua saluni ya nywele ambayo pia ilikuwa na shughuli za kuuza na kukodisha nguo za maharusi katika manispaa ya Shinyanga, mkoani Shinyanga. Alihudhuria kozi za kutengeneza keki, kupamba kumbi, kutengeneza maua na kupamba maharusi katika chuo cha mafunzo VETA cha Ng'ombe mjini Dar es Salaam na kutunukiwa vyeti katika fani zote hizo. Baada ya mafunzo alifungua chuo cha mapambo kilichoitwa Mama Katua Vocational Decoration Center katika manispaa ya Shinyanga. Chuo hicho kilikuwa kinatoa mafunzo katika fani za kupika keki, kupamba kumbi, saluni, kupamba maharusi, kutengeneza maua na ushonaji. Chuo hicho kilipata kibali cha VETA na kiliweza kutoa mahafali kadhaa. Wengi wao baada ya hapo wamejiajiri katika fani mbalimbali. Mama Katua Decoration ilipata umaarufu mkubwa sana katika mkoa wa Shinyanga na wilaya zake. Mwaka 2010 Mama Katua na kampuni yake walihamia Mwanza na kuendeleza shughuli zake kama alivyokuwa anafanya Shinyanga. Nafasi za uongozi. Juliet Martin Katua enzi za uhai wake aliweza kuongoza kampuni ya Mama Katua Decoration na kufanya kazi na kutambulika katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa, jiji la Dar es Salaam, Tabora, Kigoma na katika nchi ya Rwanda na kupamba na kuuza mapambo. Juliet Martin Katua mbali na kufungua chuo, pia alikuwa kiongozi kwa watoto wake ambapo aliwekeza ujuzi kwa kijana wake na aliweza kufungua kampuni ya Pips Event Planners Dar es Salaam, pia kumpelekea binti yake kuchukua masomo ya upambaji event planning nchini China ambapo anatarajia kuhitimu masomo yake mwaka 2025. Hivyo kampuni yetu itaendelea kuwa na wataalamu wenye ujuzi wa kutosha na tutaendelea kuenzi na kuboresha alichokianzisha. Juliet Martin Katua alipata tuzo nyingi katika fani ya upambaji. Miongoni mwa tuzo hizo ni Tanzania Event Planners Awards 2023-2024, mshindi tuzo mpambaji bora mikoa yote 2024-2025, mshindi tuzo mpambaji bora kanda ya Ziwa 28 mwezi wa 4 2025. Tuzo ya tatu alipata akiwa kwenye maumivu makali akiwa hospitalini Lugalo. Juliet Martin Katua amekuwa akiwasaidia wapambaji wachanga kufikia ndoto zao kwa kutoa ushauri, kuwasaidia vifaa na kuwaongoza. Alikuwa mpambanaji shupavu mwenye upendo mwingi kwa watu wa jinsia zote. Ndoa. Juliet Martin Katua alifunga ndoa na Martin Katua mwaka 1998. Watoto. Katika maisha yake ya ndoa, marehemu Juliet Martin Katua, Mungu amemjalia kupata watoto watatu, wa kiume 2 na wa kike 1. Ugonjwa. Marehemu Juliet Martin Katua alikuwa akisumbuliwa na maumivu ya mgongo na nyonga kwa kipindi kirefu. Mwanzoni mwa Januari alisumbuliwa na maumivu makali sehemu za tumbo iliyopelekea mwishoni mwa mwezi Februari kulazwa katika hospitali ya Bugando Mwanza na baadaye katika hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam ambapo iligundulika kuwa maumivu hayo yanasababishwa na kuganda kwa damu kwenye mishipa, yani deep vein thrombosis. Alihamishiwa hospitali ya Lugalo Dar es Salaam ambapo ugonjwa huo uliweza kudhibitiwa. Alianza kusumbuliwa na kujia gesi kwenye tumbo pamoja na kuhema kwa tabu.
umauti. Tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025 umauti ulimkuta akiwa katika hospitali ya Lugalo, Dar es Salaam kwa tatizo la kushindwa kupumua, yani respiratory failure. Shukrani. Familia inatoa shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kutupatia zawadi ya maisha ya Juliet Martin Katua, ambapo maisha yake yalikuwa ya furaha kubwa na yenye baraka kwa familia na jamii yote. Aidha, familia inatoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa kumpa maisha yenye alama kubwa. Familia pia inashukuru kwa kupata fursa ya kumhudumia kwa wakati wa ugonjwa wake. Pia familia inatoa shukrani za kipekee kwa madaktari wa hospitali ya Rufaa ya Bugando, hospitali ya Seketure Mwanza, Royal Hospital Mwanza, Apollo Women Chennai India, Aga Khan Dar es Salaam na hospitali ya Lugalo Dar es Salaam. Kwa namna ya kipekee, familia inatoa shukrani kwa madaktari, manesi, wauguzi, wafanyakazi wa Mama Katua Decoration, wafanyakazi wa PIPS, event planners na sekta zote za mapambo na chakula na kadhalika. Vile vile familia inatoa shukrani kwa viongozi wa dini waliomtia moyo na kumwombea wakati wa kuugua kwake, wafanya biashara wenzake, wateja wote waliofanikisha kukua na kusimama kwa kampuni ya Mama Katua Decoration. Tunawaahidi kuendelea kutoa huduma bora na kwa ufanisi wa hali ya juu kama sehemu ya kuenzi alichokianzisha na kuboresha zaidi. Familia haina kitu cha kuwalipa na tunaombea heri na fanaka kwa Mwenyezi Mungu. Tunatambua kuwa mnayo majukumu mengi, lakini mmetenga muda wenu wa kuja na wengine mmetoka mbali sana. Tunasema asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Hiyo ilikuwa ni historia fupi ya mpendo wetu Juliet Martin Katua almaarufu Mama Katua. Basi kwa sekunde hizi chache ambazo zimesalia kuelekea kutamatisha ratiba yetu katika viwanja hivi ambavyo viliandaliwa rasmi kwa ajili ya kutoa heshima ya mwisho kwa mpendo wetu, niendelee kuwaomba lakini pia kuwasihi ndugu waombolezaji wote tuendelee kuwa na uvumilivu kama jinsi ambavyo tumeonyesha kuanzia mwanzo, lakini subira yetu iendelee kutawala kwa sababu tunaamini chakula kipo kingi cha kutosha.